Hivi mwanamke kama huyu aliyefiwa na mume wake akiwa amemwachia watoto 3 hao peke yake akiwa na wamudu, aliyefiwa na mume wake kipindi cha Oktoba 29, maumivu alionayo, kulia na kolia huko, hivi akiwaona wachungaji hawa ambao wanawaombea watu walio sababu ya vifo vilivyotokea Oktoba 29. Baba, umesikia ombi la makamu ya rais juu ya Ikulu Baba. Baba, wewe una macho, unachunguza mioyo ya wanadamu. Kila mwanadamu ambayo ana mipango mabaya juu ya nchi yetu na juu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kufunga kila milango ambayo utakayojaribu kwenda Ikulu au kukutana na mama yetu. Tunaifunja katika jina la Yesu. Baba, tunafungulia malaika ya ulinzi waende kule waliokaa madarakani kwa sababu ya vile vifo vilivyotokea Oktoba 29. Hivi anawatazameje wahubiri hawa? Anawaona ni wahubiri na watu wa Mungu au ni mashetani, ni wauaji? Hivi anaweza kaja kuwaamini tena? Imani ya huyu mwanamke inakuweje juu ya hawa wahubiri na maaskofu hawa? Hivi kweli wahubiri mnadiriki kukaa upande wa waovu, wa watu ambao wamekuwa sababu ya ndugu zetu kuuawa Oktoba 29 kwa sababu ya vipande 30 vya fedha? Mtamlaumuje Yuda kwamba Yuda alimsaliti Yesu? Nyie mnachokifanya hapa, mnafanya kitu gani? Si mnawasaliti wananchi, mnawasaliti watu wa Mungu ambao hawana hatia, waliouawa pasipo hatia. Wengine walifuatwa nyumbani wakamiminiwa risasi, na hawa mnaowaombea wako kimya, waliona ni vema. Mpaka wengine wanasema sasa ingechukuliwa hatua gani kama sio hiyo ya kuwaua Watanzania? Afu nyie mnawaombea